Hey, mambo vipi Mtanzania? Kuna matukio mengi sana duniani, mengine yanatisha, mengine yanasikitisha, na mengine yanabaki kuacha maswali mengi sana kwenye vichwa vya watu wengi. Lakini kati ya matukio yote pengine ya ulimwengu, kuna tukio ambalo linaweza likawa linasikitisha na kuweza kuacha watu wengi sana midomo wazi. Ili ni tukio la football. Katika uwanja wa soka penye wengi hawakosi neno, na hivi sasa upepo wa mijadala unavuma kwa kasi sio ya kawaida. Klabu ya Simba yenye historia na hadhi kubwa katika soka la Tanzania imeamua kususa mechi dhidi ya watani wao wa jadi Yanga Sports Club. Hatua hii imezua maswali na mijadala moto kama mkaa wa mawe. Je, ni uamuzi wa busara au ni mbwembwe zisizo na mashiko? Siku zote wanasema nyuki wana hasira, asali hakunuke. Mwana wa nyoka ni nyoka, naam, na historia imetuonyesha kuwa Simba na Yanga si paka na panya wa kuchezewa. Katika michezo yao kuna hisia kali, hamasa kubwa, na wakati mwingine joto la hasira linapanda kuliko jua la jangwa la Sahara, au pengine hata lile jua linalomulika katika msitu wa Amazon. Uamuzi wa Simba wa kususa mechi ni kama kurusha jiwe gizani. Hakika panaweza paka kupiga sehemu yoyote ile kwenye mwili wako. Limewaacha mashabiki na wadau wakiwa na hisia mseto, wengine wakipongeza ujasiri wa klabu, huku wengine wakitazama kitendo hicho kama kutema asali yenye ladha ya ushindi. Hili linawezekana kweli? Tunasema kwamba nguvu ya Simba, je, ni ukweli au hisia? Katika soka uwanja ndio maamuzi wa haki, na pia tarehe 8 ndio ilikuwa ni tarehe ya hukumu ya football pengine kwa wasiojua, na pengine tarehe 8 ndio ilikuwa ni tarehe ambayo inaenda kuchezwa finali ya kwanza ya NBC Premier League. Lakini kwa uamuzi huu wa Simba, swali kuu linabaki kuwa, je, ni hofu, mahesabu ya kiufundi, au ni hatua ya kutumia ujumbe mzito kwa vyombo vya soka nchini? Wahenga walisema ukimwona mwenzio ananyolewa, tia maji kichwa. Na huenda Simba wameona dalili ya fitina ikinukia na wakaamua kujihami mapema. Ili ni swali kati yangu mimi na wewe. Lakini vipi kuhusu Yanga kupeta bila jasho, ni haki au bahati? Kwa upande wa Yanga huu unaweza kuwa ushindi wa mezani usio na jasho, lakini je, ni ushindi wa kweli? Katika ulimwengu wa soka mashabiki wanapenda mechi uwanjani. Wanapenda kuona udambu na wanapenda kuona vitu vingi sana ambavyo pengine vinaleta ladha halisi ya football. Si matokeo kutoka kwa meza za kamati za nidhamu. Hali hii inaweza kuwakera hata mashabiki wa Yanga, kwani hakuna ladha ya ushindi mzuri zaidi ya ule uliopatikana kwa jasho na juhudi uwanjani. Tamati, wino wangu abadan, kalamu yangu imeisha. Nami nikwambia kwamba soka bila mapambano ni kama chai bila sukari. Katika mustakabali wa soka letu, uamuzi wa Simba unaweza kuwa na athari kubwa. Kama ni kilio cha haki, basi mamlaka husika zinapaswa kutilia maana ili kurekebisha kasoro zinazotajwa. Lakini kama ni mbinu ya kukwepa changamoto, basi huenda imechochea hisia za kutoridhika miongoni mwa mashabiki. Mwisho wa siku soka ni mchezo wa ushindani na burudani. Bila mechi kubwa kama hizi, ladha ya ligi inapungua kama ugali bila mboga. Mashabiki wanataka mapambano. Mashabiki wanataka kuona vitu vingi sana ambavyo pengine vitaletwa na timu zote hizi mbili. Si malumbano, naam, lakini burudani ya soka letu kivyetu vyetu ndio kitu pekee ambacho mashabiki wengi wanatamani kuona katika dimba la Benjamin Mkapa kama uwanja wa hukumu. Swali kuu linabaki, je, uamuzi huu wa Simba utazaa matunda au ni mti usiozaa unaostahili kupaliliwa? Tusubiri tuone. I go by the name Mr. Voxley, I'm a golden voice, mwamba kutoka kaskazini. Tuendelee kusubiri na kuweza kujua nini ambacho kitajiri. Lakini kususa hakika itakuja kuwaumiza wengi waliotoka kilomita za kutosha kuja kushuhudia moja kati ya mchezo mkubwa barani Afrika unaoshika nafasi ya 5 kwa ubora. Hii nazungumzia dabi ya Kariakoo.
Watawaambia nini mashabiki ambao wamesafiri kutoka kilomita za kutosha? Watawaambia nini wale ambao wanasubiri burudani ya soka? Watawaambia nini wale kutoka nchi za nje kuja kushuhudia burudani ya soka? Hakika hili linaweza likaacha msamiati na sitofahamu kubwa sana baina ya mashabiki wa pande zote, nikanamaanisha Simba na Yanga. Hakika football, kila mmoja anatamani kuona mpira ukigusa nyasi. Wapishi wa pande zote mbili, makocha kila mmoja alikuwa amejipanga na kujizatiti ili kuweza kumwattack mpinzani wake. Lakini kwa nini linatokea hili? Let's wait. Chakula kitamu pengine kipo jikoni, bado hakijakiiva vizuri.